Pleocytosis inamaanisha kuongezeka kwa idadi ya seli nyeupe za damu kwenye majimaji ya uti wa mgongo. Majimaji ya uti wa mgongo hutolewa kwa kufanya sindano ya mgongo, kwa kuchoma sindano kwenye sehemu ya chini ya mgongo na kutoa majimaji hayo kisha kutuma kwa uchunguzi. Kwa kawaida, seli nyeupe za damu kwenye hazipaswi kuzidi seli 5 kwa kila milimita ya ujazo au mikrolita. Kama kuna zaidi ya seli 5, inaitwa pleocytosis. Ikiwa ni kati ya 5 hadi 25, inaitwa kiwango cha chini. Kati ya 25 hadi 100 inaitwa kiwango cha kati, na zaidi ya 100 inaitwa kiwango kikubwa. Kama idadi ya seli iko juu ya 100, mara nyingi husababishwa na maambukizi, hasa maambukizi ya bakteria, au wakati mwingine inaweza pia kutokea kwenye kifua kikuu, au mara chache maambukizi ya virusi pia. Kama ni chini ya 100 na zaidi ya 5, bado si kawaida. Lakini kuna uchunguzi mwingine wa kutofautisha ambao unaweza kuongezeka mbali na maambukizi yenyewe. Inaweza kuwa saratani za sehemu nyingine za mwili ambazo zimeenea hadi kwenye utando wa ubongo. Hii inaitwa meningitis ya saratani, na pia inaweza kutokea kwenye hali zingine za encephalitis ya kinga mwilini, na inaweza kutokea kwa wagonjwa wenye kiharusi au hata multiple sclerosis au magonjwa ya uharibifu wa nyuzi za neva. Hivyo, ingawa protini huongezeka kwa kiasi kikubwa zaidi kuliko ongezeko la seli kwenye hali hizi nyingine. Hivyo, pleocytosis inamaanisha kuna ongezeko la idadi ya seli nyeupe za damu, na mara nyingi hii inaashiria maambukizi au saratani, jambo ambalo tunapaswa kuzingatia.